Habari za sasa mpenzi mtazamaji. Nataka kuzungumzia swala ambalo ni zito zaidi na najua wengine wanaweza kinzana nami, lakini nataka kuzungumzia ile mood, zile hisia za Watanzania kuhusiana na kifo chake Lukuvi. Kuna video hapa nataka muiangalie, kisha baadaye tutaichambua. Lakini vile kabla sijaweka video hii, kumbuka unaweza kusubscribe, kulike na kushare video zetu ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa. Na vile gonga alama ya kengele ili uweze kupokea notifications kila wakati tunapokuletea taarifa zetu. Na jioni ya leo, mwili waliyekuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, William Lukuvi, ulifikishwa nyumbani kwake eneo la Area D jijini Dodoma. Unaona hapo kwenye hiyo video jinsi watu wanavyolia kweli kweli. Ukitazama vizuri wanalia sana kumpoteza mpenda wao, ila wana bahati sana wameona maiti yake. Watanzania wengine hawakuona maiti ya wapendwa zao walioaga. Taarifa za ratiba ya mazishi zinaonyesha kuwa mwili huo utalala nyumbani leo usiku kabla ya kesho kupelekwa kuagwa katika viwanja vya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma. Baada ya hapo mwili utasafirishwa kwenda Dar es Salaam, ambapo siku ya Jumamosi unatarajiwa kuagwa katika viwanja vya Karimjee. Hatimaye mwili wa marehemu utapelekwa mkoani Iringa, ambako utafanyika ibada ya kuaga pamoja na mazishi rasmi, ikiwemo heshima za kiserikali na kushiriki kwa familia, viongozi na wananchi. Na hicho si kiini cha kufanya video hii, ila nataka kuangazia jinsi watu wamelaani kaburi litakalomzika huyu bwana, wakisema kwamba anastahili kuzikwa haraka asije akafufuka, manake kutokana na maisha yake ya awali alimoishi nchini Tanzania akiwa kiongozi kwa zaidi ya miaka 30. Kwamba wengi mtandaoni wameanza kuonyesha hisia zao. Mbali na miiko na itikadi za Waafrika, watu wamesema ukweli yale huyu jamaa alikuwa anafanya. Kwamba huyu jamaa Lukuvi alikuwa na kiburi cha madaraka. Hadi sasa hivi watu hawawezi kumuenzi kama kiongozi bora na aliyekuwa mzalendo. Watu hawawezi kuwa na taifa ambalo watu wakifa, na hata kama walikuwa na mambo ya ovyo kama Lukuvi, wanafumba macho na kuanza kusema walikuwa wazalendo na wanaopigania taifa sana bla bla bla. Kwa hiyo Lukuvi ni kielelezo sahihi sana cha kiongozi wa hovyo, kiongozi mpuzi na wenye majivuno, na zaidi kiongozi alielewa madaraka na kujazwa kiburi kichwani na madaraka na kujiona Mungu, akajiona miungu hapa duniani na anapokuwa madarakani. Huo ndio mfano mzuri zaidi wa mtu ambaye Lukuvi alikuwa. Alihudumu kwa miongo mingi sana ndani ya serikali na kuwa ni mpiga majungu nguli kweli kweli na mfitini haswa, na ndiyo maana kila rais aliyekuwa anaingia madarakani alikuwa anaweza kuwa naye, kwa kuwa ni mtu wa majungu vibaya sana. Siku zote za maisha yake ya utumishi serikalini kwa miaka takriban 40, yeye huyu Lukuvi ambaye ni marehemu sasa alikuwa mpika majungu wa kimataifa na kaumiza watu wengi sana kwenye safari yake hapa duniani, kwani alikuwa mtu ambaye angekanyaga mtu kichwani avuke na hataki kujua yule aliyemkanyaga maslahi yake vipi. Mtu wa hivi anawezaje kuwa ni mzalendo lakini na wakusifiwa akiwa kangolewa roho?
Kwa hiyo Watanzania wameapa kwamba hawawezi kumpa maua siku ya kufa, wakati alikuwa ni nguli wa kutegemea watu miiba kwenye njia zao za hovyo, na sasa akifa ni jambo la maana sana aende na miiba yake huko kaburini, maana hakuna haja ya kuachia ama kuacha iendelee kuchoma watu. Ndio maana watu wamefurahia, wanapiga sherehe, wanasema sasa yeye kaenda, kuna mmoja amebaki anastahili kwenda, ila sijui nani wanaomaanisha. Yaani hakuna mtu asiyejua majivuno na kivuri chake alipokuwa waziri wa ardhi hapa nchini Tanzania. Hakuna mtu asiyejua ubabe wake ndani ya bunge alipokuwa anazuia mijadala ya bunge, na mfano ni suala la uraia pacha. Kumbuka, kama sio mwenda zake marehemu Lukuvi na Tulia Ackson, leo hii hapa Tanzania tungekuwa na sheria ya uraia pacha, na kwamba watu wangekuwa wana uraia pacha, lakini Lukuvi na Tulia walikuhamisha jambo hili na dakika za mwisho na kusema kwamba hakuna kumilikisha watu ardhi kwa kuwa wana uraia pacha. Yaani kwake huyu bwana, ardhi ambayo anakwenda kufukiwa nayo hiyo siku ya Jumamosi, ambayo ni kesho kutwa, ni jambo la maana sana kuzuia watu kuwa na uraia pacha. Tazama tu hiyo kiongozi. Yaani hata sababu anayotoa kidogo, unaona ni mtu ambaye hajali maslahi ya watu, ni mtu ambaye hajali raia, anajijali yeye mwenyewe, tumbo lake, bibi yake na watoto wake. Kwa hiyo majitu ya hivi hayana mchango kwa taifa letu la Tanzania, na tujenge utamaduni wa kusema haya kwa uwazi sisi wa Tanzania yanapokuwa yamenyofolewa roho, ili iwe fundisho kwa ndugu zetu na ndugu zake na wote waliobaki kuwa kiburi cha madaraka, kwamba ni jambo la ovyo na baya na halifai. Naweza kutumai kwamba jinsi wakati huu sisi wa Tanzania tumeweza kuongea mabaya kwa mabaya, tumeweza kusema mambo jinsi yalivyo, black and white, kwamba huyu jamaa, huyu bwana alikuwa jitu wakati alikuwa na madaraka, kwamba huyu Lukuvi hata kama amekufa Watanzania wengi wamefurahia, manake alikuwa mtu ambaye aliongoza miongo mingi ila hakusaidia watu. Hiyo itasaidia sisi wa Tanzania kuwaelimisha viongozi, itawabidi waanze kufuata sheria za uongozi. Manake huwezi kuwa unapinga majungu, huwezi kuwa unapiga majungu wenzako ili upendwe na rais. Huwezi kujitengenezea ama kutengenezea wenzako ajali za kisiasa ili upendwe na rais, alafu kategemea wewe pia roho yako ikinyofolewa hapa duniani watu waanze kufanya unafiki eti kusema ulikuwa mtu mwema na mzalendo. Hapana, haifai hivyo. Hizo wakati huu umeshapita. Sasa hivi tunakuambia ulivyo, na hapa tunasema, na Watanzania wengi wameshasema kwamba huyu bwana alikuwa ni mtu mwenye kiburi, ni mtu alikuwa amelewa madaraka, na alikuwa mtu ambaye hafai kuwa kiongozi ila aliongoza. Sijui una maoni gani? Niandikie ujumbe hapo chini. Na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, mpenzi mtazamaji, kumbuka unaweza kusubscribe, kulike na kushare video zetu.